Watu 4 wakiwemo raia wa kigeni wamefariki dunia kwa kukosa hewa katika machimbo ya mgodi wa dhahabu uliopo wilaya ya Misungwi mkoani Mwanza. Kamanda wa Jeshi la Polisi mkoa wa Mwanza, DCP Wilbrod Mutafungwa, amesema watu hao waliofariki walikuwa ni wafanyakazi wa mgodi wa Soft Gold Construction Engineer ambapo Aprili 30, 2025 ambapo waliingia katika shimo la uchimbaji wa madini ya dhahabu ndipo wakakosa hewa na kupelekea kufariki dunia. Huyu hapa kamanda wa Jeshi la Polisi kwa ufafanuzi zaidi. Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza linapenda kutoa taarifa kuhusu vifo vya watu 4 vilivyosababishwa na watu kukosa hewa kwenye machimbo ya dhahabu. Ni kwamba mnamo tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 2025 ilikuwa ni majira ya saa 6:30 za mchana huko katika mgodi wa kuchimba dhahabu uliopo kitongoji cha Ndagwasa, kijiji cha Mwamazengo, kata ya Rubili, tarafa ya Mbalika, wilaya ya Misungwi. Watu 4 ambao ni wafanyakazi wa mgodi wa huo wa dhahabu unaofahamika kwa jina la Soft Gold Construction Engineering Company Limited walifariki dunia wakiwa katika mashimo yaliyochimbwa katika mgodi huo wa dhahabu na walifariki kwa kukosa hewa. Watu hao ambao kwa sasa ni marehemu, majina yao ni kama ifuatavyo. Wa kwanza anaitwa Tangxing Yu, miaka 68, passport namba yake ni EN 1291913. Kazi yake ni mhandisi na mkazi wa kijiji cha Mwamazengo, kata ya Rubili, wilaya ya Misungwi. Huyo ni raia wa nchi ya China. Wa pili ni Liu Yanlu, ana umri wa miaka 58, passport namba yake ni EM 9631676, ni mhandisi na mkazi wa kijiji cha Mwamazengo, kata ya Rubili, wilaya ya Misungwi, naye ni raia wa China. Watatu ni Andre Timotheo Paul, ana umri wa miaka 29, msimamizi wa mgodi, mkazi wa kijiji hicho cha Mwamazengo, kata ya Rubili, wilaya ya Misungwi. Wa 4 ni Kaj Elikana Ezron, miaka 35, msimamizi wa mgodi na mkazi wa kijiji cha Mwamazengo, kata ya Rubili, wilaya ya Misungwi. Inadaiwa kwamba siku hiyo ya tukio watu hao ambao wote ni wafanyakazi katika mgodi huo waliingia kazini katika shimo la uchimbaji wa madini aina ya dhahabu, ndipo walikosa hewa. Jitihada za wafanyakazi wenzao kuokoa uhai wao zilifanyika na kufanikiwa kuwaokoa wakiwa hai, ingawa hali zao zilikuwa zimedhoofu sana kwa sababu ya kukosa hewa. Jitihada ziliendelea kuwachukua kwa ajili ya kuwapeleka kwenye kituo cha afya kilichokuwa jirani kwa ajili ya msaada zaidi. Walichukuliwa kwa ajili ya kupelekwa katika kituo cha afya cha Manduli kwa ajili ya matibabu zaidi. Lakini walipofika katika kituo hicho walionekana kwamba walikuwa tayari wamekwisha fariki dunia. Miili yao iliweza kuchukuliwa kutoka hapo kwenye hicho kituo cha afya na kupelekwa Ugando hospitali kwa ajili ya hifadhi. Kwa hiyo miili hiyo imehifadhiwa hapo na Jeshi la Polisi linaendelea na taratibu za kiuchunguzi, ikiwa ni pamoja na kufanya postmortem ya miili yote hiyo. Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza tunatoa wito kwa watu wanaojihusisha na uchimbaji wa dhahabu, hususan wachimbaji wadogo, kuzingatia usalama wao wanapokuwa kazini kwa kuwa na vitendea kazi vya kisasa kulingana na mazingira yao ya kazi. Watu wao miili yao itakapokuwa imefanywa postmortem itakabidhiwa kwa ndugu na jamaa zao kwa ajili ya taratibu za mazishi.